Viongozi wa Linda Mwananchi wameshtumu hatua ya baadhi ya viongozi kutoka eneo la Homa Bay ama kaunti ya Homa Bay kuwazuia kufanya mkutano wao katika kaunti hiyo, wakidai kuwa waliwasilisha ripoti mapema kuwa watafanya mkutano huo. Licha ya hayo, wameisuta serikali ya kitaifa kwa mauaji ya vijana ambayo yamekuwa yakishuhudiwa nchini, huku wakishikilia kuwa watahakikisha wametoa wawaniaji wa urais katika uchaguzi mkuu ujao. Mary Chalo anatufungulia taarifa zetu za Undugu TV. Vuguvugu la Linda Mwananchi lilikumbwa na wakati mgumu kufika katika mkutano wao wa hadhara katika kaunti ya Homa Bay, baadhi ya viongozi wakilazimika kutumia barabara mbovu, huku wengine wakitumia mashua kufika katika mkutano huo baada ya barabara kuu kufungwa na watu wasiojulikana, katika juhudi za kuhakikisha viongozi hao hawatoweza kufanya mkutano wao. Maafisa wa polisi walilazimika kutumia vitoza machozi kuwatawanya wapinzani wale, na viongozi hawa wa Linda Mwananchi wakishutumu matukio hayo, wakishikilia kuwa tayari walikuwa wamekisha kupiga ripoti kuwa wataandaa mkutano katika kaunti ile. Viongozi ambao wako hapa Homa Bay, sisi tunawaheshimu. Mkikuja kukampeni Nairobi, hatuwaletii shida. Mkienda Western, hatuwaletii shida. Mkienda Kisii kwa kina Kiba, hatuwaletii shida. Mkienda Pwani kwa kina Mwashiako, hatuwaletii shida. Mkienda kule Ukambani kwa kina Kimilu, hatuwaletii shida. Kisha hapa Nyanza mnatuambia ya kwamba mnaweza kutukatia hewa. Inawezekana? Inawezekana? Sisi siku ya leo tuko hapa kumenyana na goons ambao tumewekewa Homa Bay nzima. Ona kiongozi, awe ni mwanamke, awe ni mwanaume, anapanga barabara zifungwe, anatumia vijana vibaya kama mchawi. Huyo ni mkora na lazima aende nyumbani. Ila licha ya yote, viongozi hawa walifanikiwa kufika katika eneo la Nyadiwa, kaunti ya Homa Bay, na ambako walisuta serikali ya Rais Ruto kwa mauaji na utekaji nyara wa vijana, matukio ambayo yamezidi kushuhudiwa nchini. Seneta Sifuna akisema kuwa uhasama wake ndani ya chama cha ODM ulianza punde matukio hayo yalianza kushuhudiwa nchini. Shida zangu zote ndani ya chama cha ODM zilianza siku ile polisi walitoka Nairobi wakakuja hapa Homa Bay, wakachukua kijana mdogo anaitwa Albert Ojwang, mnamjua hamumjui, wakampeleka kwa cell, wakapiga yeye huko mpaka wakaua. Mimi nikasema tulikuwa tumeandikisha mkataba na chama cha UDA kwamba mauaji ya kiolela ya vijana itasimama. Siku ile waliua Albert Ojwang, nikasema hiyo ndio mwisho ya uhusiano wangu na hii serikali dhalimu ya UDA. We want to tell President Ruto that he has abused the Kenyan Constitution. He has killed our kids. Out of the Gen Zs who died in the year 2024, 80% were from the Luo region. 80%. And last year and this year, he has continued to kill the people from this region. We cannot give him another term to kill us. Aidha, viongozi hawa wamesuta viongozi waliosalia katika chama cha ODM ambao wanasema kuwa walitupilia mbali matakwa ya hayati mzee Raila Odinga kwa kutokubali kutoa mwaniaji wa kiti cha urais, wakisema kuwa Linda Mwananchi itatimiza hilo kwa kumsaidia Sifuna kuwania kiti cha urais mwaka ujao. Sasa baada ya mzee kwenda, hawa wakageuka wakasema sasa ODM haitasimamisha mtu. Wakasema zile 10 points, sheria 10 ambazo Raila aliweka kidole, wakatupa kwa pipa ipotee. Sasa sisi leo tumekuja kuambia, hata kama walifanya hivyo, ile roho ya baba haikuenda, iliingia kwa Sifuna. Ile serikali tunaunda 2027 ni nyinyi wenyewe mnaenda kujenga hiyo serikali. Na ndiposa sisi tuko hapa kuambia kwamba lazima mtembee na Wakenya wengine, ama namna gani? Mary Chalo, Undugu TV.